Je, umewahi kuahidi jambo kwa moyo wako wote, kisha kushindwa wakati muhimu zaidi? Leo tutaingia kwenye hadithi inayotufundisha jinsi binadamu anavyoweza kushindwa, kuomboleza na kupata tumaini tena. Hadithi ya Petro alimkana Yesu mara 3 na tumaini lililotokana baada ya hapo. Kila kitu kilianza wakati wa mlo wa mwisho. Usiku wa mwisho, Yesu alioshirikiana na marafiki zake wa karibu. Akawaangalia kwa upendo na kusema maneno yaliyojaa uzito. Amin, nakuambia wewe, usiku huu kabla ya jogoo kuwika, utanikana mara 3. Petro akamwambia, ijaponipasa kufa nawe, sitakukana kamwe. Petro hakuona jinsi angeanguka. Lakini usiku huo, akiwa chini ya hofu na shinikizo la umati, kilitokea. Petro alipokuwa amekaa nje, mwanamke mmoja akamwendea, alisema, wewe pia ulikuwa pamoja na Yesu mwana wa Galilaya. Lakini akakanusha mbele ya wote akisema, sijui neno hilo. Baadaye akapanda karibu na moto mwingine, akakaa huko. Na yule msichana mwingine akamwona, akamwambia wale waliokuwepo, huyu pia alikuwa pamoja nao. Lakini Petro alimkana tena kwa sauti ya wazi. Baadaye wale waliokuwepo wakamwambia Petro, hakika wewe ni mmoja wa hao, maana maneno yako yanakuonyesha. Lakini Petro akaanika, akamkana mara ya 3, na mara ile jogoo akawika. Petro akakumbuka maneno ya Yesu aliyosema, kabla ya jogoo kuwika, utanikana mara 3. Akaenda nje na kuomboleza kwa uchungu. Fikiria uzito wa kipindi hicho. Aibu, majuto na maumivu ya moyo. Petro, aliyempenda na kumfuata Yesu kwa dhati, alikuwa amevunjika moyo. Lakini hadithi hii haishii kwa huzuni. Baada ya Yesu kufufuka, alimtaka Petro. Kwenye pwani ya bahari ya Galilaya, kulikuwa na mazungumzo ya upole na ya kibinafsi ambayo yalirejesha kila kitu alichokihisi Petro alikuwa amekipoteza. Baada ya kula, Yesu akamuuliza Simon Petro, Simon mwana wa Yohana, je, unanipenda zaidi ya haya? Ndiyo Bwana, alisema. Unaijua kwamba nakupenda. Yesu akasema, lisha kondoo wangu. Tena Yesu akamuuliza, Simon mwana wa Yohana, je, unanipenda? Ndiyo Bwana, alisema. Unaijua kwamba nakupenda. Yesu akasema, chunga kondoo wangu. Na mara ya 3 akamuuliza, Simon mwana wa Yohana, je, unanipenda? Petro alihisi maumivu kwa sababu Yesu aliuliza mara ya 3, unanipenda? Akajibu, Bwana, unaijua yote. Unajua kwamba nakupenda. Yesu akasema, chunga kondoo wangu. Hapa tunaona urejeshaji wa Petro. Marudio yake 3 ya kukana yalipokelewa na maneno 3 ya upendo. Kushindwa kwake hakumfafanua. Badala yake, alipewa nafasi mpya ya kuongoza na kufuata dhahiri. Hadithi ya Petro inatufundisha kwamba hata tunaposhindwa, kuna nafasi ya kuanza upya. Hata pale hofu, aibu au majuto yamekushika, upendo na rehema vinaweza kukuinua. Kushindwa si mwisho wa hadithi yako. Unaweza kurejea, kuomba msamaha na kuanza tena kwa moyo uliojaa imani na ujasiri. Hivyo basi, ikiwa umewahi kushindwa au hofu imekushika, kumbuka Petro. Upendo wa kweli unashinda hofu, na rehema inaunda njia ya kuamka upya na kufuata kusudi lako. Usiku umetulia, meza iko tayari, tunatazama macho yake, hakuna ajuaye. Anamka kimya, anashika miguu yetu,
mfalme anainama chini, anakuwa mtumishi wetu. Maji yanadondoka pole, aibu inatufunika. Anasema bila maneno, upendo ndio mamlaka. Anasema mnanielewa, mnajua ninakoenda. Mkubwa akiwa mdogo, ndipo njia inaonekana. Mlo wa mwisho, pumzi nzito hewani, maneno yake yanatugawa ndani. Mlo wa mwisho, tunakula, tunatetemeka, kuna siri kati yetu usiku huu. Usiku huu. Anatazama mmoja mmoja, macho yanapenya ndani. Anasema mmoja wenu leo atanisaliti. Mikono juu ya meza, mikate kimya zimetulia. Ndani ya ukimya mzito, hata mapigo yanasikika. Ni mimi Bwana, sauti zinatetemeka. Anasema umesema, moyoni damu inaganda. Mlo wa mwisho, pumzi nzito hewani, maneno yake yanatugawa ndani. Mlo wa mwisho, tunakula, tunatetemeka, kuna siri kati yetu usiku huu. Anachukua mkate, anaunyanyua juu. Huu ni mwili wangu unaovunjwa kwa ajili yenu. Anamimina divai, kikombe kinazunguka. Hii ni damu yangu inayomwagwa kwa ajili yenu. Mlo wa mwisho, tunakula tukilia ndani. Mwili wake mikononi mwetu. Mlo wa mwisho, tunanywa tukitetemeka. Damu yake midomoni mwetu. Aliyejua kainama, ndipo tukaona upendo. Usiku huu umejaa siri, kesho kila kitu kitajulikana. Kitajulikana. Jogoo akawika, moyo wangu ukala. Simfahamu huyo mtu. Watu wakaniuliza, wewe pia uko na yeye? Nilikaa kimya, moyo wangu ukiogopa. Mara mwingine akasema, hakika ni wewe Mgalilaya. Simfahamu huyo mtu. Mara tatu nikajibu, simfahamu huyo mtu. Nilijaribu kuficha, nilijaribu kujikinga, lakini kila maneno yalinitiga moyo. Jogoo akawika mara tatu, nikakumbuka maneno ya Bwana. Jogoo akawika, moyo wangu ukalia. Simfahamu huyo mtu. Sasa nakumbuka, lakini Yesu alinisamehe, aliniponya. Nitaifuata neno lake, nitaziishi. Nilikaa peke yangu nikikumbuka maneno,
Hofu na shaka ziligawa ndani ya moyo wangu. Sasa nimepata mwanga, nilichagua kusimama. Nitafuata njia ya upendo bila kuogopa tena. Upendo wake hauishi, ananikaribisha tena. Safari yangu ipo